Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco, ndiye ambaye nakukaribisha. Karibu tuzungumze michezo bwana. Taarifa ni nyingi kweli kweli, lakini taarifa za moto ni pale ndani ya klabu ya Yanga. Tuliwapa taarifa ya kwamba Young Africans wanaendelea kufanya mchakato, nani atakuja kuchukua nafasi ya Mwalimu Falls, lakini tuliwapa majina ambayo yamepewa nafasi kubwa, akiwemo Mwalimu Gamondi. Zamani Yanga akaenda alikokwenda, sasa hivi Singida Black Stars. Lakini tuliwaambia pia wako wengine, akiwemo Mwalimu Mreno, kwa maana ya Mwalimu Paul Maria. Lakini kwa sasa tumekuja kuwapa taarifa ambazo zinaendelea Young Africans na Gamondi walikofikia ni wapi. Na hii ni baada ya maoni mbalimbali ya wanachama na mashabiki wa klabu hiyo kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na access mbalimbali ambazo walikuwa wanatoa maoni yao juu ya kocha huyo Miguel Gamondi. Habari za wakati huu Brodomi? Mimi niko vizuri kabisa ndugu. Uzima upo na haulalamiki? Uzima upo na hasilalamiki na Mwenyezi Mungu. Ni jambo la kheri kweli kweli kama unamshukuru Mwenyezi Mungu. Ni jambo la kuleta faraja kama haulalamiki. Lakini ziko taarifa zinaeleza ya kwamba mchakato wa makocha tulizungumza na wewe, lakini tulizungumza kwa nyakati tofauti, tukiwa kwenye spana nzito, lakini tukiwa na Steven Mapunda. Na sasa ziko taarifa nyingine ya kwamba Young Africans baada ya kuendeleza mazungumzo na makocha ambao tumewataja rasmi, kocha Gamondi ameondolewa kwenye mipango ya Young Africans, na ziko sababu nyingi, lakini miongoni mwa sababu wanachama wa klabu ya Yanga inaonekana kama hawaridhishwi na kurejea tena ndani ya kikosi hicho cha Yanga kocha Gamondi. Tunataka ukweli wa mambo uko vipi mpaka sasa juu ya mchakato wa kocha na mchakato wa Gamondi unaendeleaje? Kwanza nafikiri issue ya mwalimu sio issue ambayo inajadiliwa na wanachama. Okay. Yaani wanachama hawana nafasi ya kuweza kujadili kama pengine nani aje nani asije, kwa sababu ni issue ya kitaalamu. Unapozungumzia wanachama ni watu ambao wanakuwa wakati mwingine wana hisia, wakati mwingine wana mapendekezo, wana kumbukumbu na vitu vingine vingi. Kwa hiyo jambo linalohusiana na mwalimu ni jambo la kitaalamu ambalo linakuwa linahusisha management ya klabu ya Yanga kwa maana kamati tendaji, lakini pia wana watu wa ufundi wako pale ambao wanakuwa wanakaa na makocha wazoefu na wataalamu wa mpira wanakuwa wanakaa na kuweza kupitia na kufikia nani ambaye aweze kuchukuliwa, nani asichukuliwe, wakireflect malengo walionayo ya msimu huu, lakini pia wakihusisha na mipango kama klabu ambao wako nayo ya muda mfupi na ya muda mrefu. Okay. Nafikiri wanachama wao kazi yao tu ni kupokea na kuweza kusupport uongozi, ingawaje haiwafanyi washindwe kutoa maoni. Wakati mwingine wanaweza kutoa maoni, lakini maoni hayo viongozi watayapitia ikiwa ni sehemu tu ya kuweza kuboresha katika ile maeneo. Kwa hiyo kwa issue ya Gamondi of course imekufa rasmi, na imekufa si kwa sababu ya wanachama kwamba kuto kumhitaji, hapana, kwa sababu ni miongoni mwa makocha ambayo watu wengi walikuwa wanamzungumza mpaka kwa unaingizwa kwenye kinyang'anyiro, maana watu wamekuwa na kitu. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanachama walikuwa wanamhitaji, baadhi ya viongozi wenyewe walikuwa wanamhitaji, baadhi ya wadau wa soka walikuwa wanamzungumzia, kwa sababu tokea ameondoka ni kama vile akupatikana mtu mwingine ambaye ameweza kuwa na consistency ambayo alikuwa ameiacha. Kwa sababu hata ambao walikuja baadaye, utamzungumzia Mwalimu Sidi, utamzungumzia Mwalimu Mirudi, wote walikuja walibakia kwenye falsafa ya Gamondi, waliongeza tu baadhi ya vitu. Okay. Yanga nafikiri moja malengo yao ni kuhakikisha kwamba kutafuta wakati mpya, kutafuta nyanza, yani eras mpya zizo kutoka katika klabu yao. Kwa hiyo walikubaliana kwamba hawatachukua mwalimu yote ambaye alikuwa mpita kwenye timu yao, ili waendelee kujenga Yanga ambao wenyewe walikuwa wanahitaji. Kwa hiyo miongoni mwa kocha ambao watakwenda kusailiwa na kwenda kuingia kwenye klabu ya Yanga baada ya mechi ya mwisho ya kwenye hatua ya raundi ya pili, hakutakuwa na mwalimu yote ambaye alikuwa amepita Yanga, si Gamondi wala si Nabi. Okay. Wote majina hao yameweza kuenguliwa, sasa hizo watakwenda kuwa na walimu wengine katika kinyang'anyiro hicho. Ndio, hivyo ndivyo ambavyo mchakato unapata kuendelea pale Young Africans, na miongoni mwa vyanzo muhimu kweli kweli endelea kuripoti hivyo. Lakini wa Kongo kina Dominic Salamba na wao wanatupa ABC kwa kile ambacho kinapata kuendelea ndani ya klabu ya Yanga. Rasmi Yanga wameamua kuachana na makocha ambao wameshawahi kupita pale, lakini Salamba amenyosha vizuri. Lakini kuna nyakati viongozi na wao wanatazama bwana maoni na mitazamo ya mashabiki wa klabu yao, kwa sababu wao ndio mabosi wao Domi. Lakini tukiachana na mambo hayo, nafikiri ziko taarifa zinaeleza ya kwamba mwalimu kutokea pale Madagascar anazungumzwa tena kwa mara nyingine, lakini mwalimu kutokea Ureno kwa maana ya Paul Maria naye pia anazungumzwa tena, na sasa mambo pia
yanaeleza ya kwamba kuna mwalimu mwingine pia kama watatu hivi ndio ambao wanajadiliwa. Ukweli wa mambo umekaaje kwa mujibu wa vyanzo vyako Dominic Salamba? Kwa mujibu wa vyanzo vyangu vya ndani vya karibu vinazungumza kwamba ni kweli mwalimu Paul Malia miongoni mwa walimu ambao amekuwa akizungumzika kutokana na kile ambacho amekifanya huko ambako yuko saizi, lakini pia mwalimu Lomwadi unaona ambaye ni kutoka Madagascar bado yuko nchini, lakini bado watu wanaweza kuona ni mwalimu ambaye anaweza kuja kuwa suluhu kwenye yale ambayo Yanga walikuwa wanahitaji. Lakini pia kuna mwalimu mwingine kutoka nchini Ujerumani na yeye amekuwa ni sehemu ya walimu ambao Yanga wamekuwa wakimwania. Kwa hiyo kuna orodha ya walimu watatu ambao wapo wanakuwa wanaangaliwa. Kwa hiyo Yanga wanajaribu kuangalia, lakini pia wanaangalia wakireflect hali walionao sasa hivi, kundi walionalo, na kutafuta mwalimu ambaye anaweza kuja kuwarudisha kwenye mchezo kwa haraka zaidi, kwa sababu ni timu ambayo tayari ipo kwenye mashindano. Unazungumzia baada ya mechi ya Jumamosi pengine watapata muda wa mapumziko, lakini hauwezi kuwa muda wa mwezi mzima, miezi miwili. Maana yake almost 1 week to 2 week. Pata mwalimu ambaye atakuja kuiandaa timu aende kwenye ligi, na bado baadaye kama utafanikiwa kujipa kama kundi, maana yake aweze kwenda kushindana, lakini bado kundi ni jipya. Kwa hiyo pana vitu vingi ambavyo wanakuwa wanaviangalia huku wakilenga kuangalia ile mipango ilionayo kama inaweza kwenda kutimizwa. Kwa kweli wako walimu watatu, mwalimu mmoja kutoka Ujerumani, jina lake siwezi kuliweka wazi, lakini pia kuna mwalimu kutoka huko Ureno kuzungumzia, na bado mwalimu ambao alikuwa yuko mataifa ya Madagascar, naye ni sema walimu ambao wamebakia. Kwa hiyo kuna kinyang'anyiro cha walimu watatu ambao wako mpaka saizi wakiendelea kuchuana, na wanachuana si kwa maana ya kihisia au maoni ya kwanza mashabiki waliozungumza. Watu wanakuwa wanakaa chini wanapitia kitaalamu, kwa sababu Yanga ina viongozi ambao wako madarakani, lakini pia ina wadau ambao wana taaluma kubwa za mpira wa miguu. Wote wao wanakuwa wanashirikishwa wa ndani ya nchi na nje ya nchi. Yanga anatengeneza urafiki na timu nyingi, Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs, timu nyingine nyingi. Kote huko wanakuwa wanapita na kuweza kupata ushauri wa kitaalamu. Unaona pale ambako wanataka waweze kufanya maamuzi yao, wanaweza kuona je, kama wako sahihi au hawako sahihi. Kwa hiyo kila uamuzi ambao unaona unafanyika haufanyiki tu pengine na mtu mmoja au watu wawili, ni majopo ya watu ambao wanakuwa nakaa. Lakini wakati mwingine huu ni mchezo wa mpira wa miguu, si wakati wote utafanya maamuzi atakwenda kufanikiwa. Kuna wakati utafanikiwa, kuna wakati kama kwenye issue ya Falls. Kwa hiyo kitu cha kawaida, kama waliweza kumleta Gamondi akafanya vizuri, walimchukua Nabe akafanya vizuri. Kwa hiyo kumleta kwa Falls ni sehemu tu ya mapungufu ambayo wakati wote kwa binadamu yanaweza kutokea. Kwa hiyo naamini kwamba mchakato wao unaendelea na taratibu, na mpaka sasa tunazungumza ni kama 90% wanakwenda kumalizia, lakini watatangaza pale baada ya kuona kama either wamefuzu kwenye hatua ya makundi au hawajafuzu, ndio utakuwa ni wakati wa kutangaza mwalimu mwingine ambaye atakuja kushirikiana na walimu Mabedi. Mimi nimekuelewa vizuri Dominic Salamba, lakini nataka ufafanuzi kutoka kwako, kwa maana wewe mkomavu kwenye mpira wa miguu. Yanga kuachana na makocha ambao walishawahi kupita pale kwenye klabu yao na wengine walipita kwa mafanikio, kwako ina usawa kiasi gani? Kwa sababu watazama hiyo watu wengi ni kwamba huenda ingekuwa rahisi wao kuwapa wanachokitaka kuliko kutafuta kocha mpya. Yanga kubadili gia angani na kuachana nao makocha ambao walishawahi kupita. Kwako hii imekaaje? Na ni kweli unafikiri kama wangedili na makocha akina Gamondi walishawahi kupita pale ingekuwa rahisi kukopi na timu kwa sababu wanaijua vizuri? Nafikiri issue kubwa ni malengo na mipango mlionayo. Katika hali ya kawaida, kwa maana kwamba ukimchukua mwalimu ambaye alikuwa amepita, kuna faida na kuna hasara pia. Moja ya faida ni kwamba ni rahisi kuweza kulitrieve na kurudi katika bora ambao walikuwa nao, lakini bora maana yake utakuwa ni ule bora ambao alikuwa amewaacha nao. Kabisa. Yaani Yanga tayari walishafika hatua ya kuwa na Gamondi, wakaishia hatua ya robo finali. Ndio kwa mafanikio makubwa yale. Walicheza robo finali ya kombe la klabu bingwa, wakaweza kuondosha na Mamelodi Sundowns. Baada ya pale nafikiri hapakuwa na maendelezo mwingine. Yanga walikuwa na Nabi, wakaishia hatua nafikiri ya finali ya kombe la shirikisho. Baada ya pale hapakuwa na maendelezo mwingine. Wakawa na wale wengine wamekuja. Kwa hiyo malengo ya Yanga sio kuishia robo finali. Malengo ya Yanga sio kufika hatua ya finali kombe la shirikisho. Malengo ya Yanga ni kuona kwamba wanafanya vizuri katika michuano ya klabu bingwa, pengine wavuke hatua ya robo, wasogee nusu, ikiwezekana mpaka finali, kutokana na kikosi ambacho wamekisajili katika msimu. Kwa hiyo kama walikuwa na mwalimu ambaye alishia robo finali, wakati mwingine ni vyema kufikiria mwalimu mwingine ambaye anaweza kaja kwa kitu cha ziada, kwa sababu mpira ni mchezo ambao msimu hadi msimu unajaribu kuongeza malengo kutokana na uwezo wako kuwekeza. Yanga tofauti na Ali, tofauti na Mamelodi, timu nyingine ambazo tayari
zipo katika level ya juu. Mamelodi, Ahly wanaweza kumpa mwalimu dola 100,000 kwa mwezi. Wanaweza kumpa mwalimu dola 60,000. Nilikuwa napata taarifa zingine, nasikia kocha mmoja Tanzania nafikiri ni Benge anachukua zaidi ya dola 60,000 pale Azam. Okay. Kwa hiyo ni zaidi ya milioni 150 kwa mwezi. Je, Yanga na Simba kwa uwezo ambao wako nao sasa hizi wanaweza kuafford hiyo kiasi? Ni changamoto. Ni ngumu. Kuchukua mboto utampa dola 80,000, dola 90,000, dola 100,000. Pitso Mosamane anachukua dola 100,000 at least kwa chini. Yaani kwa chini mpe dola 100 kwa mwezi. Okay. Zaidi ya milioni 230. Je, Simba na Yanga. Kwa hiyo utaona kwamba kuwekeza katika mpira wa Afrika kufikia malengo makubwa haiishii tu kuwa na wachezaji wazuri. Ni lazima uwe na uwezo kuinvest kwenye benchi la ufundi na kupata walimu wakubwa. Kwa hiyo walimu wakubwa hawapatikani kirahisi hivyo. Mwalimu si ameacha si Ahly, ameacha si tumchukue sio kutoka si Orlando, sio rahisi hivyo. Wale walimu ambao wanachukua 100+, 200+, 300+, timu zetu hazijafikia. Kwa hiyo lazima kwanza uanze kutafuta makocha ambao wanaweza kupea katika malengo unayohitaji, lakini kwa bajeti yako ndogo ulionayo. Okay. Kwa bajeti yako ndio itakwenda kuamua umtaka mwalimu gani. Leo uweze kumchukua mwalimu Makoena. Atakwambia nataka dola 80,000. Unazungumzia kama milioni 200 kasoro. Unayo kuweza kulipa? Changamoto. Uweze kulipa. Kwa hiyo bajeti ulionayo ndio unaiangalia sasa, okay. Nani ambaye anaweza tulisi akanisaidia kuja kupushi kutokana na idadi ya wachezaji nilionao kwa bora wao. Kwa katika hali kawaida timu zetu hizi tunaziona ni kubwa na zinatamani kufika mbali, lakini bado zina fakta nyingi za kuweza kuziangalia ili kweli ufikie mafanikio makubwa. Inaweza katokea fluke wakati mwingine, unafika finali, unafika robo finali, lakini bado hatuna uwekezaji ambao unaonyesha direct moja kwa moja kwamba kwa uwekezaji huu unaweza kufika. Kama nilivyokuambia, utasema okay fine, umeanza kusajisha wachezaji wazuri, dola 500,000, 600,000. Eneo hilo unaanza kukua, eneo la walimu. Na hapo tunazungumzia kocha mmoja huyu. Sawa? Anataka dola 60,000, 70,000, 80,000, 100,000. Kocha huyu bado atakuwa na kocha msaidizi, atakuwa na kocha wa viungo, atakuwa si mtu wa kutafsiri. Unaweza kukuta tu ile staff yake yote kwa mwezi inakuwa dola 250,000. Yaani staff yake tu ile yote ambaye amekuja nayo yeye, ambaye nitakuja na wasaidizi wangu, dola 250,000. Hapo nazungumzia kwenye milioni 600 kwa mwezi. Hizi timu zetu mbili kubwa tunazungumzia zinaweza kufanya kwa kitu? Ni changamoto. Kwa hiyo wakati mwingine nafikiri kuna haja hata mashabiki wasiwe tu wepesi. Timua huyo, hatumtaki huyo, toa huyu, lete huyu. Wakati mwingine ni kelele tu za chula. Kwa nini? Kwa sababu unaposema timua huyo, manake kuna gharama. Leo anaondoka Mwalimu Falls. Kwa bani nilizonazo ana hela ambayo atakayoweza kulipa na klabu Yanga zaidi ya milioni 250 ambayo lazima apewe. Kama ilikuwa ni sehemu ya nini ya kuvunja mkataba. Lakini pia Yanga nafikiri walivunja mkataba na Gamondi, walimlipa. Na Nabi walilipa, kama walilipa wao hajalipa. Kwa hiyo kuvunja mkataba ni kitu ambacho wakati mwingine kinazumiza hizi klabu. Lakini mtakuwa mna nguvu ya kuweza kuzungumza na kuambia wamwache mwalimu na kulalamika mwalimu mbaya, kama na nyinyi mnakuwa ni part and parcel ya klabu. Kama na nyinyi mtakuwa mnachangia. Just imagine tokea Yanga wameanza kupiga kelele sisi tofali la ubingwa mpaka leo na uhakika hawajafikisha watu 200,000. Hatari. Na siku mara moja umefika. Lakini kila siku wanapiga kelele. Wameanza kuzungumzia kuona wanachama. Kwa hiyo watu ni wepesi wa kushauti, wepesi wa kukosoa. Kwa upande wa wachambuzi na wadau waache waseme kwa sababu ni kazi yao. Lakini yeye mwanachama unapokwenda kuonyesha kidole au shabiki, wewe umetimiza wajibu wako. Ungemchukua kocha kutoka Ahly, kocha kutoka Mamelodi umwache mtu kule, kocha amekaa tu sijui nani si nini. Wewe unajua shilingi ngapi analipwa yule? Timu yako ifikie tu hiyo mpaka leo hii, sawa? Kwa michango mnaochanga mchangishana hiyo inaweza kuafford? Changamoto. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu cha kujifunza hasa kwa mashabiki wa mpira. Mpira ni very expensive. Leo naona Mayele yuko pale na anatupia, nani yuko pale Pyramids. Wanachukua pesa nyingi. Leo nilikuwa naangalia wale Al-Ahly ya Saudia wanamtaka Mayele. Tayari wameanza kuwasiliana nani? Wameanza kuwasiliana na Wydad na Pyramids. Waweza kumhitaji. Wako tayari kulipa mshahara wa dola milioni 3 kwa mwezi, kwa mwaka. Dola 3 kwa mwaka, maana unazungumzia ni karibia bilioni 7 kwa mwaka, ambazo ukizigawanya kwa miezi 12 maana ni mshahara kama milioni 600 kwa mwezi. Milioni ngapi? 600 kwa mwezi. Kwa mwezi za Tanzania. Ambazo wako tayari kumlipa. Unaelewa? Wako tayari kwa nini? Kumlipa kwa mwezi. Alafu leo Mayele anaondoka, unaangalia kwa nini mnamuuza Mayele?
Hatari. Usielewa? Leo anaondoka Aziz Ki. Kwa nini anaondoka Aziz Ki? Kwa sababu hawa wachezaji wanakuwa viwango. Mayele ambaye alikuwa Yanga sio ambayo iko Pyramids. Kabisa. Ni quite different. Inakuonyesha kwamba tu si kwamba tu bora umepanda, lakini pia hata mazingira ya kazi yamekuwa, mazingira ya training, vifaa, walimu ambao wako Pyramids sio ambao wako Yanga. Sio, unaelewa? Isibakie tu kwamba kile ambacho alikuwa nakitoa kilikuwa kinaendana na zile facilities ambazo Yanga wako nazo. Yeah. Si ndio? Yes. Alivyoondoka pale kwenda Pyramids, ameenda sehemu kubwa ambayo ina vitu vingine vikubwa. Leo namuona yule. Huko alikuwa anakosa magoli mengi, kule chance moja ameweka. Kwa hiyo mpira ni 100% ni investment. The way unavyo invest pesa ndipo unategemea kuachieve vitu vikubwa. Kwa hiyo mambo tu mimi na robo finali na shaka timu mkubwa na pesa ngapi havisaidii kama utakuwa na nguvu ya kiuchumi brother. Bana, hivyo ndivyo ambavyo Dominic Salamba ametupa elimu ya bure. Ilitakiwa tuchangie kweli kweli elimu hii ambayo Salamba ametupatia. Na mimi nasema tusina la ziada, nimpongeze, kongore sana kwake. Lakini nyuma ya kamera Anko Vuma Zela Busara pamoja na Steven Mapunda, tuwapongeze pia. Kila kitu kimekwenda vizuri. Tosha kusema tukutane tena bure na wakati mwingine. Wailalika. Maasalam.